Karibu katika Vocal Recap. Leo nitakwenda kusimulia movie ya mwaka 2026. Movie hii ilihusu utawala ambao ulikuwa na nguvu ambao hujawahi kutokea katika ulimwengu huu, na inasadikika mfalme wao alikuwa na nguvu kubwa sana ambaye hakuwahi kuanguka katika mipango yake. Sasa tukija katika jumba kubwa ambalo ni jumba la kifalme, ikiwa ni asubuhi na mapema kabisa, tunamwona dogo mmoja ambaye alikuwa akiongea na bi mkubwa wake. Afu pembeni kulikuwa na simba sijui chui, huyu alikuwa na galagala. Dogo huyu alikuwa akiitwa Adam, na hapo leo alikuwa akiongea na bi mkubwa wake kuhusiana na yeye kuandaliwa kuwa prince. Kumbuka mtoto huyu ambaye anaitwa Adam ni mtoto wa mfalme wa kwanza wa huyu mama ambaye yupo hapa mbele. Sasa leo alikuwa akimwandaa mwanawe kuelekea katika mazoezi. Mazoezi haya yanalenga wao vijana wote ambao watakuja kuiongoza hii falme. Sasa Adam alikuwa akihoji maswali mengi sana, lakini hakutilia maanani. Sasa baadaye katika uwanja wa mazoezi tunamwona kiongozi wa majeshi ambaye alikuwa akihutubia jamii. Anasema kwamba wao ndio wafalme baadaye na ndio viongozi wa baadaye ambao watakuja kuitawala hii falme. Sasa anachopaswa kuwa ni wakamilifu na wakakamavu ili kuhakikisha tawala hii haiwezi kuharibika na kuharibiwa na watu wowote wale. Pindi hiko Adam alikuwa akisikiliza kwa makini, kwani yeye ndiyo ambaye anatarajiwa kuwa mfalme wa eneo hilo. Sasa ghafla baada ya pale walivamiwa na viumbe vya ajabu. Viumbe hivyo hatujajua vinatokea katika sayari gani, lakini vilikuja na ndege na kila aina ya zana. Maaskari wa akiba na jeshi la akiba liliandaliwa, lakini Adam pia alikuwa akiogopa sana. Vita kali ilianza kati ya falme hizo na hao wajamaa ambao walikuja kuvamia. Panga na kila kitu vililia, jasho na damu vilimwagika. Sasa vita kali ikiwa inaendelea kuokoa maisha ya watu, kuokoa utawala ambao umemilikiwa katika eneo hilo. Hatujajua hao jamaa wametokea wapi, lakini wamepanga kuzamilia kabisa kuiangamiza hii tawala na kuja kuiteka kabisa. Sasa familia ikiwa inatolewa huku kukimbia, huyu kamanda mkuu anakutana na hili jicho ambalo lina sura ya mjusi. Sasa mapambano zaidi hapo yaliendelea katika tawala hiyo. Upande wa pili huku tunamwona mama akikimbilia sehemu fulani pamoja na familia yake, lakini kwa bahati mbaya mbele kulikuwa na hilo jicho ambalo lilikuwa na sura ya ajabu. Sasa hapo baba ambaye ni mfalme wa hii falme akaamua kuizuia familia yake mradi isiende mbele, maana huko mbele kuna jicho la ajabu ambalo linajiita skeleton. Yaani skeleton hilo ni jicho la ajabu ambalo lina macho mekundu. Sasa baba akaambia familia yake ikimbie, maana yeye hapo ana kibarua kizito sana. Alimsihi mwanawe kwamba ataweza kurudi na mke wake ataweza kurudia salama. Huku nyuma baba akawa anaanza kupambana kutetea nafsi yake ili kuokoa ufalme wake. Yaani kumbuka Adam anatarajiwa kuja kuwa mfalme. Sasa aliambiwa akachukua hiyo upanga. Baada ya kuweza kuchukua hiyo upanga, basi ataweza kuwa mfalme ambaye atakuja kuiongoza hiyo utawala yao. Sasa Adam akawa anapiga hatua mbili tatu kukaribia hiyo panga. Kumbuka hiyo panga imetengenezwa special kwa mtoto wa mfalme. Sasa je, Adam ataweza kuichukua hiyo panga? Adam akawa anapiga hatua mbili tatu na kunyoosha mkono katika hiyo panga. Sasa cha kushangaza, Adam baada ya kuchukua kile panga akawa anatoka shoti namna hiyo. Ina maana kwamba lile panga limemkubali na sasa Adam ana uwezo wa ajabu. Baada ya kufika yule adui kuu ambaye anajiita Skeleton, kaamua kupanga kumzuia huyo mtoto ambaye anaitwa Adam. Lakini kwa bahati nzuri huyo mama ambaye ni malaika kawa anaweka gadi ili kumprotect Adam na kumwambia Adam atoroke katika eneo hilo. Sasa huyo dada baada ya kuweka uzio, huku Adam alipita katika zile njia, ni njia fulani kama za kwenye Mortal Kombat. Sasa Adam baada ya kupita katika njia akawa anapiga kelele, ni njia ambayo inatia maumivu sana. Bahati nzuri aliweza kuangukia katika mto au maji. Sasa kumbe Adam bahati nzuri alivyokuwa mkubwa akawa anamhadisia huyu binti, na ndiyo stori yake ilivyokuwa. Sasa Adam anasema mpaka sasa hivi hajui kwamba wazazi wake ni wazima au wamekufa, maana yeye aliwaacha katika sayari nyingine. Kumbuka huyu Adam ni mtoto ambaye alitokea katika sayari nyingine, na baada ya ile njia kufunguka aliweza kutokea huku duniani. Sasa Adam leo alikuwa anaenda katika kitengo cha ushauri na saa. Ijapokuwa gari lake lilikuwa linazingua, lakini Adam akasema haina shida, itabidi twende hivyo hivyo tu. Baada ya kufika katika kitengo cha ushauri na saa, wanasema kuna kitu ambacho kiligundulika si sawa. Kitu hiko kilikuwa ni upanga ambao ulikutanika umeanguka sehemu fulani. Sasa hapa Adam akawa anahojiwa ni upanga wa aina gani huo. Kumbuka Adam ndio mmiliki wa ule upanga rasmi. Sasa siku moja Adam akapanga siku ya kwenda kuuona huo upanga, kama ni kweli ni upanga wake au ni upanga wa nani. Kumbuka bila upanga huo basi hawezi kuokoa tawala yake ambayo ipo huku katika ulimwengu mwingine. Sasa Adam akawa anawasiliana na huyu jamaa imradi waweze kuiba ule upanga. Kumbuka hao wote ni watu ambao wametoka katika ile sayari ambayo kwenye utawala wao upo. Sasa Adam akawa na vizili lipanga kwa mbali. Sasa sanamu yenyewe ndio hii hapo ambayo imeshika hiyo upanga. Kumbuka Adam hapo ana malengo ya kuchukua hiyo upanga imradi aweze kuokoa ile jamii kule. Sasa Adam anafanyaje imradi kuchukua hiyo upanga? Akasema wanangu, hapa mimi hapa siwezi nikatoka hivi hivi mikono mitupu. Sasa wenzake wanamshauri anamwambia kwamba hiyo upanga haiwezi katoka hapo, maana nimegongelewa vibaya mno. Adam mwenyewe akawa ajali iko kitu, maana anataka kuokoa utawala wake. Adam baada ya kuona ile panga alifurahi sana, maana inamkumbusha mbaya alipotoka huko katika sayari nyingine. Sasa Adam akawa anaisugulia taratibu ile panga mradi aende akaichomoe. Alikuwa anachukulia lezilezi sana, kumbe ni panga ambayo imeshindiliwa kisawasawa. Sasa Adam akawa anaangalia kuichomoa, asema mbona panga yenyewe itoki? Sema kwamba Adam ajikaze, maana upanga umegongelea kisawasawa.
Sasa Adam kipindi anahangaika na hiyo panga, ile sanamu ikawa inamwangukia, lakini bahati nzuri ikawa imemwangukia kidogo. Sasa Adam akawa anahangaika kuichomoa hiyo panga, lakini alishindwa. Wenzake wote walikama kama wakata tamaa. Sasa Adam kila style akawa ananyanyulia hiyo panga, lakini panga ikawa itoki. Bahati nzuri panga ikachomoka ikataka kuwachoma, lakini ile sasa katika kunyosha juu ile panga akazania inatoka cheche au radi, lakini ikashindikana mzee. Adam akajaribu tena kunyanyua juu ile panga, labda itaweza kutoka cheche na nguvu za ajabu, lakini ikashindikana. Adam akaamua kukimbia nayo ile panga mpaka nyumbani kwao. Kumbuka Adam hapo anaweza kufuatiliwa na mapolisi. Sasa Adam aliamua kulala nayo ile panga mpaka asubuhi. Asubuhi mlango unagongwa, walioingia ni polisi. Sasa Adam atafanya nini na kuambiwa kwamba ile panga ameweza kuiba, maana ile panga ilikuwa katika sehemu ya makumbusho. Sasa Adam hapo sawa, yupo mbaroni. Adam akiwa kakamatwa na gari la polisi likiwa njiani, mara ghafla kuna tatizo linatokea. Kulikuwa na foleni moja kubwa sana na mzee mmoja akawa alipo busy tuna kuimba muziki. Sasa Adam anasema kwamba hiki kitu ni kitu gani Watu wakiwa wanakimbia ovyo, watu wakiwa wanarukaruka waeleweki. Kumbe bana kuna moja bonge la dude, bonge moja la jibaba. Sasa Adam mwacha akimbizwe mzee. Ni kiumbe wa aina gani ambaye anakuja namna hii? Kipindiko Adam akiwa ameshika ile panga, bahati nzuri aliweza kumkimbia, lakini kiumbe alimtokea kwa mbele yake. Hapo sasa vita ndio vikawa vinaanza. Hatujajua yule kiumbe alikuwa anataka nini kwa Adam, lakini nahisi alikuwa anataka ile panga ambayo alikuwa ameshika Adam. Sasa Adam kipindi anataka kupigwa, mara ghafla alitokea kiumbe cha ajabu. Alitokea ni mwanadada, hatujamjua alitokea wapi, na aliweza kumsaidia Adam. Sasa huyu dada katika movie yetu inaanza tulimjua ni yule dada ambaye alikuwa pamoja na Adam. Sasa Adam anakuja kumwangalia vizuri, na ndipo Adam anagundua kwamba huyu dada ni Tila. Sasa Tila aliweza kuja kumsaidia Adam, maana alikuwa ni mtu wake wa zamani, lakini kile kiumbe kikawa bado hakijafa. Baada ya kupigwa na ile risasi kikawa kijafa. Kina Adam akawa anakimbia na kukimbizwa na kile kiumbe, lakini bahati nzuri kina Adam waliweza kuchukua ile ndege yao na kuweza kuelekea katika hiyo sayari yao ambayo walikuwa wametoka. Maana kumbuka kina Adam walitoka katika hiyo sayari ya ajabu. Sasa baada ya kufika katika njia za asili, baada ya kupita katika hizo njia, waliweza kufurahi kwamba wamefanikiwa, we did it. Baada ya kufika katika mji wao, Adam pamoja na huyo binti ambaye anaitwa Tila. Sasa kipindi Adam anafika katika maeneo ya nyumbani, nafsi yake ikawa inahuzunika sana. Alikuwa anakumbuka mbali familia yake, wazazi wake, na hajui mpaka sasa kama wazazi wake watakuwa wazima au wamekufa. Kumbuka mpaka sasa utawala wao bado unatawaliwa na yule anamuita Skeletor. Hilo ni jitu moja la ajabu lenye macho mekundu. Aliweza kuleta tamaa na kuteka ufalme huu wa huyu mzee. Mwanadada anakuja kwa anasema kwamba the beast is coming. Anasema kwamba eti mdudu mmoja amekuja, yani dudu bwaya limekuja. Nadhani kwamba mdudu huyo anamaanisha kwamba ni Adam pamoja na yule mwenzake. Sasa akawa anapanga mipango ya kuweza kumwangamiza mbali huyo mdudu ambaye aliokuja. Mdudu huyo ni Adam pamoja na rafiki yake. Sasa mara ghafla wakaanza kuchinjiana. Kumbuka ile jamaa ambao ni Skeletor alitaki ujinga hata kidogo. Likali na muonya yule dada kwamba asilete ujinga, na pindi ambapo atakapoleta ujinga ataweza kumwangamiza. Sasa Adam bahati nzuri aliweza kufika huko katika familia yake. Sasa jamaa anamwangalia Adam, mbona kama amevaa nguo fulani hivi za ajabu ajabu, nguo za mjini. Sasa namuuliza huyu ni Adam? Mbona kama kalegea? Sasa Adam anasema kwamba ni mimi. Sasa namuuliza kwamba Adam, mbona umebadilika sana? Anasema ni mimi. Kumbuka Adam baada ya kutoka huko aliangukia katika dunia, na baada ya kurudi tena huku wenzake waliweza kumshangaa, maana alivaa mavazi ya ajabu ajabu, mavazi ya duniani, mavazi ya kisasa. Sasa kumbuka Adam hapa alikuja kwa ajili ya misheni moja. Alikuja kurudisha utawala wa familia yao ambayo umetekwa na ule jamaa ambaye anamuita Skeletor. Sasa Adam akawa anaongea na binti kuhusiana na hayo masuala ambayo wataweza kuyapanga kurudisha dunia yao. Adam aliwaita marafiki wenzake. Nakumbuka marafiki wenzake ni wale ambao waliweza kufanya mazoezi pamoja kipindi wapo wadogo. Sasa alimfuata kamanda mkuu ambaye alikuwa anaongoza majeshi kipindi kile. Kamanda mkuu alikuwa anapiga moja pombe ya ajabu, alikuwa ni mtu wa tungi. Sasa mara ghafla Adam aliweza kuvamiwa na mijitu ya ajabu, ni wale watu wa yule Skeletor. Sasa Adam akaweza kuwavunja mbali wale watu na kuanza kuchukua ndege yao na kuanza kuondoka. Adam bado yupo katika mtihani mgumu sana kuhakikisha anaokoa dunia hii. Sasa hii mijitu huku ikawa bado inazidi kupanga mipango ya ajabu ajabu. Vuka kina Adam alifanya vurugu, sasa vile vitu vikawa vinawafukuzia. Ni mijitu ambayo imetumwa na yule ambaye anamuita Skeletor. Sasa Adam akasema, subirini, hamniwezi, hamnijui kama nina akili. Vita kali ikawa inaendelea zidi ya Adam na viumbe wa ajabu. Kumbuka Adam muda huo naye alikuwa ameshachukua pikipiki yake ya ajabu. Akasema, ngoja mnijui vizuri mnye. Sasa Adam alitunguliwa moja ya dude ya hatari kama amedandia katika naniliu. Akasema, subiri, ngoja sasa niukie juu ya hii kitu imradi niweze kuwazuia. Adam aliweza kulizuia na ile pikipiki na kuliputulia mbali. Kipindi Adam amepumzika, kuna taswira ya yule adui ambaye anaitwa Skeletor. Anamwambia kwanza Adam, uwezi kutoka salama katika eneo hili. Yaani wewe na hao vienzedenswede vyako wote naweza kuangamiza, na hamtoniweza hata siku moja. Nyinyi ni wachumba kama wachumba wengine. Maza Fanta.
Sasa Adam kitendeko kimemkasirisha sana, ujamaa anaongea maneno yeye anachonga chonga ile, hatumuelewi. Mbona kama anaita Kieden Swede? Akasema baridi, wewe ongea chonga chonga lakini sisi tunakuja huko huko. Sasa Adam bila kuchelewesha mzee, kesho yake alifika getini na kuambia kwamba pisheni njia, mimi ndo naingia. Sasa jamaa akawa aelewi, kumbe nyinyi mnielewi kama mimi ni Adam Jamaa akawa anacheka cheka hofu, kumbe Adam alikuja kulipiza kisasi mzee. Sasa akasema ngoja tuonyeshe ambush ambayo nitaweza kutokea hapa. Sasa kimshaki kinamshauri Adam kwamba asiweze kuingia, mwana anaweza kuuliwa, lakini anamjua kwamba Adam ni mtu mbadi. Sasa Adam baada ya kufika ndani alimkuta dadi yake bado yupo mzima. Hili jamaa ndo limeweza kumteka, na kilichofuata Adam hapo walimpandisha hasira na kuanza kuvuruga vitu vyote. Adamu akawa anakisababisha mzee, anaviwasha. Adamu akawa na nguvu za ajabu sana. Adamu akawa na uwezo ule ambao umefundishwa kutoka kwa yule mwanajeshi mkuu. Adamu baada ya kumaliza watu wote, akawa anamgeukea yule mzee mzima, anamuita mzee wa jinga. Wanamuita mzee Skeletor. Sasa Adamu baada ya kurusha zile shoti, zikasababisha kizaizai mpaka ukuta ukaanza kudondoka mzee. Bahati mbaya babake na Adamu akaangukiwa na kifusi. Lakini Adamu baada ya kumwenda kumwangalia babake alikuwa yupo mahututi. Sasa Adamu atafanya nini mzee? Adamu tayari ameshapoteza kila kitu. Babake anamwambia Adam kwamba yeye ndio atakayeweza kuongoza ufalme huu, yeye ndio atakayeweza kutawala ufalme huu. Adam baada ya kufanya vile vitu alirudi huko katika gereza la mama yake. Baada ya kurudi huko gerezani, alikuja kuhamasisha jeshi lote ambalo linaongozwa na hii na nili ufalme. Sasa aliwahamasisha na ambia kwamba wale jamaa inabidi tuungane wote tena tukawapinge kile kikosi cha ule jamaa. Sasa Adam bado anapanga njama kwa ajili ya kumwangamiza yule jamaa ambaye anajiita Skeletor. Kumbuka akina Adam bado wapo katika gereza, amefungiwa ndani ya gereza. Wote wamefungiwa na ule jamaa ambaye anajiita Skeletor. Sasa maroboti yakaanza kuandaliwa na kuweza kuvunja ukuta huo wa geti. Sasa kina Adam baada ya kuvunja geti wakawa wanaenda kusababisha kwa namna hii hapo. Kumbuka geti hili lilikuwa lina vumbi kubwa sana. Sasa kina Adam wakawa wanakoa ile mbaya, lakini malengo yao hayakuweza kuishia hapo mzee. Kina Adam wakawa wanaanzisha vita vya ajabu, wanaanzisha vurugu za ajabu, wanahakikisha wanaharibu kabisa ule utawala ule jamaa ambaye anajiita Skeletor. Kumbuka Skeletor ndiye ambaye amevamia hii na niliu. Sasa leo uso kwa uso Skeletor pamoja na Adam akiwa ameshika panga lake la hatari, alirushwa moja hiyo balaa na ile panga liweza kuvunjika. Sasa Adam atafanya nini baada ya panga hilo kuvunjika? Basi kumbuka Adam ni mtoto ambaye amebatizwa na ufalme. Sasa nguvu za Adam zinarejea na lile panga liliweza kujiunga. Mwana maajabu ambao ametokea hapo. Sasa Adam akawa anaangamiza utawala wote wa yule jamaa ambaye anajiita Skeletor. Hapo Adam baada ya kunyanyua lile panga ndipo mavazi yake ya asili yakatokea. Sasa anaambia wewe jamaa njoo tu. Vita zidi Adam na yule jamaa vikawa vinazidi kupigana mzee. Adam akapigwa moja kerebu ya hatari. Hapo lile jamaa likawa linakuja juu. Jamaa naye alipoi anajiita Skeletor. Huyo ni mtu mbadi. Na kumbe amjui Adam ni mtoto ambaye mwenye nguvu za asili, akawa anamchezeshia za mbavu. Na baada ya kumweka hapa, Adam akaandaa moja Knuckles hiyo. Knuckles ikitulia ni balali, mpiga moja ya mbavu na muongeza nyingine ya kidevu. Hapo lazima mifupa iongee mzee. Sasa jamaa alizungurushwa akatupiwa katika nanilio huko. Hapo akawa anafuatwa namna yapo. Adam aliweza kushika ule mkongoji wake na kuweza kusambaratisha mazima. Aliweza kusambaratisha nguvu zote za ujamaa ambaye anajiita Skeletor. Alimlipua. Dunia yote ilizizima. Dunia yote iliingia katika janga kama hili, na ilibaki fuvu tu ambao limeweza kuanguka chini. Hakika huyo ndio Adam. Alafu mtoto mzuri ambaye anaitwa Tila anakuja kumpa mkono namna hiyo. Baada ya dunia kukombolewa, Adam aliweza kuishi vizuri kwa furaha, na movie yetu inaishia hapo.